Traders, karibu katika channel yangu ya Candle Wizard. Nataka tuangalie juu ya jambo moja au kipengele kimoja ambacho kinazungumzia namna gani unaweza kutumia candle ya siku kujua mwelekeo wa siku hiyo. So kabla sijaenda mbali sana, hii ni video ambayo ukisikiliza kwa makini inaweza kukusaidia kutambua mwelekeo wa soko kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kitu ambacho nataka tuangalie kinaitwa candle of the day, candle ya siku. Sasa candle ya siku inakuwaje na inafanya nini, na namna gani mtu anaweza kutumia candle ya siku kupata entry au kupata trade ya siku nyingine. Sasa kabla sijaenda mbali sana, kwa siku moja au movement ya siku nzima, soko huwa inatengeneza candle moja ya siku. So unaweza ukatumia candle moja ya siku kupata mwelekeo wa siku nyingine. Sasa namna gani utatumia hii? Kuna vipengele vitatu. Kwa hiyo tutaangalia how unatumia candle ya siku kujua mwelekeo wa soko, lakini pia tutaangalia namna gani unatumia candle ya siku kupata entry yako au sehemu ya kuingilia. So unachokifanya, unaenda kwenye time frame ya daily, then unaangalia candle ya siku husika ni ipi. Una maki opening price na closing price. So utakachokuja kufanya kama nilivyosema, utashifti chati yako kwenye candle ya siku, ambayo ukija kuangalia candle yetu ya siku, let me candle yetu ya siku ilikuwa ni hii ambayo inabai kwa sasa. So ili mimi niweze kupata trade ya leo, nitakachokifanya nitatumia candle ya jana ya daily kupata trade ya candle ya leo au kupata movement ya leo. Sasa nitakachokifanya, nitakuja kumaki opening price ya candle ya jana na closing price. So utakuja kumaki opening price ambayo ilikuwa ni hapa juu, then unakuja kumaki closing price ambayo ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni chini kabisa huku. Ilikuwa ni chini kabisa. Kwa hiyo baada ya kumaki sasa opening price na closing price, unachokifanya baada ya kumaki opening price na closing price, unachokifanya unarudi kwenye time frame ya 1 hour. Kwenye 1 hour unaenda kutafuta nini? Ukirudi kwenye time frame 1 hour, unaenda kuangalia kwenye opening price ya candle ya jana na closing price ya candle ya jana. Je, kuna kitu kinaitwa imbalance? So unarudi kutafuta hiyo imbalance kwenye 1 hour. Na imbalance tunasema soko linapoanza kwenda kwa speed huwa linatengeneza vitu vinaitwa gaps au imbalance. Na imbalance ni maeneo ambayo order za benki zimeachwa kwenye hayo maeneo, au institution benki wameacha order zao. So lazima market itarudi kuchukua hizo order za benki na kuendelea na mwelekeo wake. Kwa hiyo unachokifanya, unarudi kwenye time frame ya 1 hour. 1 hour unakuja kutafuta imbalance. Unakuja kutafuta nini? Imbalance. Sasa hiyo imbalance unaipateje? Kumbuka imbalance nimesema inatokea pale ambapo market inakuwa imetembea kwa haraka. So unawezaje kujua ni imbalance? Imbalance inatengenezwa na candle 2 au 3. Kwa mfano, market inapotembea huwa ina kawaida ya kuunganisha hisia, ya kuunganisha hizi wicks. So unachokifanya wewe, unakuja kuangalia, je, kuna sehemu yote ambayo market mkia wa kwanza na mkia wa tatu haujakutana?
Kama mkia wa tatu na mkia wa kwanza hujakutana, means hiyo ndo tunaita nini? Imbalance. Market yako itakachokifanya itakuja kureact kwenye hiyo imbalance yako na kuendelea kwenda juu. Bila shaka hiyo imeeleweka. So ukirudi kwenye time frame yako ni hawa, inakuonesha opening price ilikuwa ni hapa juu, closing price ilikuwa ni hapa chini. So mimi narudi kuangalia, je, kuna hili eneo kuna sehemu yote ambayo kuna gaps market ilinyofa? Umeona? Kutoka movement hii kwenda hivi kuna sehemu yote ambayo market ilinyofa gap. Baada ya kurudi hapo, ukija kuangalia kama nilivyosema, market inaenda kwa kuunganisha wicks. Unakuja kuona kuna eneo hili hapa market haikurudi kuunganisha nini? Kuunganisha wicks. So una mark hilo eneo, unasubiri wa price to tap, then market iendelee kupush juu. Kama unavyoona market ikaja kureact hapo, ikaja kufanya reaction, then stop loss yako unaweza kuweka kwenye wicks. Unaweka kwenye wicks ya chini kabisa ya hiyo candle ambayo haikuunganisha wicks. So baada ya hapo, unaona price ilichokifanya ikaja ikatengeneza high then ikaja kureact kwenye euro gaps, price ikaendelea kwenda juu. Hiyo ndo namna rahisi ambayo unaweza kutumia candle ya daily kupata entry ya siku husika. So kama unavyoona, soko letu lirudi likachukua hiyo entry, na market inaendelea kupush juu. Price rudi ikafanya reaction here, ikatengeneza high, ikatengeneza low, then ikaja ikapanda juu, tukasubiri ije react kwenye euro gaps, then price inaendelea kwenda juu. Target yako inakuwepo wapi? Ya target unaweka kwenye opening price ambako soko lilikuwa limefungulia. Kwa hiyo unakuja kutap target yako kwenye opening price. Kwa hiyo ndo namna rahisi kabisa ambayo unaweza kutumia candle ya siku kupata trade ya leo. Ngoja tuone mfano mwingine. Si mfano mwingine here. Mfano mwingine tuangalie. Na soko letu limefunga lipo crossed. Sasa tuchukulie mfano wa hii hapa. Ni candle, ilikuwa ni candle ya Alhamisi. So how market ikaja kubuy kwenye hili eneo, how market ikaja kusell kwenye hilo eneo. So kama nilivyosema, una maki opening price ya juu, and then una maki na closing price. Ukishamaki hivyo, unarudi kwenye time frame ya 1 hour, una shift your price kwenye time frame 1 hour. Ukisharudi kwenye 1 hour, nikasema unaangalia kitu kinaitwa gaps kwenye hilo eneo. So market ilikuwa offer gap gani kwenye hilo eneo? Ukija kuangalia your price, unakuta ilikuwa imekupa gaps ili hapa, ilikuwa imekuoffer gaps ili hapa. As you see, price ilikuwa imekuachia gap hapa, then una maki stop loss yako kwenye hiyo wicks kabisa ambayo price ilikuwa open. Kama unavyoona, market rudi ikafanya reaction, then price ikaendelea kudrop chini mpaka huko. Hiyo ndo namna ambayo unaweza kutumia candle ya siku kupata mwelekeo wa siku nyingine. Simple like that. Fanyia practice, takusaidia kupata hela. Unaweza kufanyia mazoezi kakusaidia kuingiza some amounts. Let's see another example. Here. Euro JPY. Euro JPY.
JPY. So kama nilivyosema, unakuja kuangalia kendo ya siku iliyopita ili uweze kupata movement ya leo. Unaweza kutumia kendo ya Alhamisi kupata kendo ya Ijumaa ambayo ilikuwa ndio hii hapa. Ukija kufanya reaction yako hapa, ukamaki opening, ukamaki closing price, then ukamaki na opening price. So baada ya kumaki hivyo, unarudi kwenye time frame yako kama nilivyosema, yani hawa unakuja kuangalia kitu kinaitwa imbalance. Je, kuna imbalance kuna hilo eneo, unakuja kuona. So manake trading yako iko kwenye ile hapo eneo, where the gap, imbalance iko wapi? Hiyo ndio itakusaidia wewe kuingia sokoni. Unakuja kuangalia this candle kutoka hapa mpaka hapa palikuwa pana gap. So unaweza kutumia gap euro, ukachukua hii wicks yako aje kumaki hapa kuna euro gaps, ukawait for price siku ya Jumatatu ije ifanye reaction hapa, then uchukue trade uendelee nayo kwenda juu. Unaweza kaniambia umejifunza nini leo kuhusu hiki kitu ambacho nimekielekeza hapa, candle of the day. Niandikie kwenye comment kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani ambacho hujakielewa. Lakini usisahau kushare na kusubscribe ili uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zinatumwa kwenye channel ya Candles Wizard.